Samueli wa kwanza 2:26 anasema na yule mtoto Samueli akazidi kukua akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Akazidi kukua akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Ikumbukwe katika Mwanzo 4 anasemaje? Ukitenda vema hutapata kibali. Kwa kupata kibali ni matokeo ya kufanya vizuri. Amen. Amen. Mtu hawezi akapata kibali isipokuwa maisha yake yamezungukwa na kufanya vizuri. Yule mtoto Samueli akazidi kukua. Yule mtoto Samueli akazidi kukua akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kwa lugha rahisi, Samueli alikuwa na lifestyle. Na ndio maana tumekuambia pia hata Mungu ni watu. Unapowabariki watu, unapowagusa watu, ndio unagusa Mungu. Unapogusa mioyo ya watu, ndio unagusa moyo wa Mungu. Amen. Najua ni kweli ama matukio inawezekana hayakuwa yameandikwa kwa mpangilio kwamba wakisema yule mtoto alizidi kukua, halafu chini ndio wakasema Bwana alimuita. Lakini mwisho yote wewe tu kwamba yule mtoto pamoja na kulala hekaluni, yule mtoto pia alikuwa na maisha ambayo alipata kibali kwa watu. Na kupata kibali ni matokeo ya kutenda vizuri. Ni mtoto ndio, ila anatenda vizuri. Bwana sio. Ni mtoto ndio anatenda vizuri. Na jaribu kukumbuka hapa kwamba mimi nilivyokuwa mtoto ilikuwaje, kwa sababu wakati mwingine tulikuwa ni tunafurumshana sana na wazee wangu. Hasa nilikuwa nikiona tu mimi ndio wa mwisho pale. Sasa kwa bahati mbaya sana wengine wote walionitangulia yani walikuwa wameshakuwa ni mijitu mikubwa. Kwa hiyo sasa mimi ndio kama kila kazi wa kukutuma ni wewe tu. Unaweza kama unaenda ila unaenda kwa shingo upande. Bwana sio. Unaona kabisa kwamba kwa maisha kama hayo uweze kupata kibali. Mimi nakumbuka mama yangu aliwahi kuniambia kwamba nadhani wakati nimemaliza form 4, sasa nilikuwa na tabia moja. Nikikaa ndani nilikuwa naanza kuchokonoa mitambo. Mimi utundu nimeanza muda mrefu toka niko shule ya msingi. Wakati mwingine nilikuwa nikaona mzee ana redio nyingi, naenda namuibia moja na ifungua na cheki mle ndani kinachoongea hapa ni kinini. Lakini mimi nilikuwa na mzee, mbona anapelekaga hizi redio kwa mafundi kila siku? Hizi habiti tu nazitengeneza hizi. Kwa hiyo mpaka leo ukienda utakuta nina mota mle ndani nilikuwa nazo. Nilikuwa nataka nitengeneze umeme. Yale nishinda tu. Ila nilikuwa navyo vingi. Sasa mwisho yote nilikuwa nikishaingia mle ndani, iwe niko nafanya hivyo vitu au niko nasoma. Mimi kweli shule ilikuwa kama wameniroga. Ukiniita nje nitakujibu naam, alafu nitatulia. Na kwa sababu sasa alikuwa ameshanijua, ataita mara ya pili. Yaani hapo wakiita mara ya kwanza wakati mwingine nilikuwa naweza nikasikia afu nikamute tu. Katulia tu kimya kama vile sijasikia. Akiita tena kwa nguvu ndio naitika. Naam. Hapo namjibu anakuja. Hapo hiyo anaanza kukaa hapo hata nusu saa anashangaa mtu atoki. Sasa akishaniita tena mara ya pili, mama anaanza kulalamika. Yaani wewe mtoto utaniua na pressure wewe. Yaani nakwambia utaniua na pressure wewe mtoto. Unanisumbua sasa. Hey guys, mimi nitakuwa na pressure, nimechelewa tu kutoka hapa ndio nitakuwa na pressure. Lakini sasa nakupa mfano wa yule mtoto akakua na akapata kibali. Kwa staili kama hiyo maisha unapataje kibali? Bwana si. Yaani kibali kinatokea wapi? Unaona hadi mama yako mimi ananipigiaga simu sasa hivi tu, sijui kana kwamba wananipenda, ila mimi mwenyewe ndo maana kwa sababu mimi nasema hadi kama nitakuwa na pressure mimi wala tu niondoke hata nikakae kwenye msitu fulani, ina maana ndugu zangu watakuja kunikamata mimi kwamba nimekuwa na pressure. Sasa si ni bora tu nisiwepo ili nisikuue, kwa sababu sasa itaonekana mimi lawama zote zitaniangukia mimi. Bwana sio. Na mimi nilikuwa naona hizi lawama
Yaani mimi pale nyumbani nilikuwa sijawahi kuelewa. Unashangaa kuna mwingine anavuta bangi, siku nyingine aliwachenjia akaanza kuwatembezea kichapo wao wenyewe. Halafu nayeambiwa nitawaua na pressure. Mimi nakuwa najiuliza, sasa kwa nini msingemwambia huyu ndo atawaua na pressure? Mbona mnaniambia mimi? Yaani mimi ndo ninakosa gani sasa? Mbona sielewi? Lakini mwisho yote ni kwamba tunazungumzia kibali. Kwamba Mungu, hata mzee alisema kwamba kabla Mungu wa mbinguni hajakubariki, watu wakubariki. Yaani watu wao wanasema